Ni asubuhi nyingine tena ya mapambano ya kutafuta mkate wa kila siku. Karibu kusikiliza Jicho la Nje. Tunaanzia jijini Dar es Salaam. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi kuhusu kifo cha Aisha Miraj, mkazi wa Zasa Temeke, ambaye mwili wake ulipatikana kwenye maji katika eneo la daraja la Salenda wilayani Ilala. Kwa mujibu wa taarifa ya awali ya polisi, mwili wa marehemu haukuonekana kuwa na jeraha lolote, huku uchunguzi wa mwanzo ukibaini kuwa Aisha alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mei 10, 2026 akiwa pamoja na wazazi wake kabla ya kupotea ghafla eneo la hospitali hiyo. Jeshi la polisi limethibitisha kupokea taarifa tukio hilo na kusema linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kubaini mazingira halisi yaliyopelekea kifo hicho. Kwa upande wao, wazazi wa marehemu wameeleza kuwa Aisha alikuwa akisumbuliwa na changamoto za kiafya kwa muda wa miaka kadhaa, na baada ya kutoweka hospitalini juhudi za kumtafuta zilianza hadi mwili wake ulipopatikana eneo la Salenda siku iliyofuata. Dodoma. Serikali imeanza rasmi utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote kwa kaya zisizo na uwezo baada ya kutoa zaidi ya shilingi bilioni 48.8 kwa ajili ya kuwezesha wananchi wa makundi maalum kupata huduma za afya kwa uhakika nchini. Kupitia mpango huo, jumla ya kaya 172,297 tayari zimeingizwa kwenye mfumo huo, huku wanufaika 463,228 wakianza kupata huduma mbalimbali za matibabu katika vituo vya afya vilivyosajiliwa nchini. Akizungumza jana bungeni, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya bila kujali hali yake ya kiuchumi. Amesema utekelezaji wa mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali kuelekea mfumo wa huduma jumuishi za afya kwa wananchi nchini. Dar es Salaam. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekutana na wadau kutoka sekta mbalimbali kwa lengo la kujadili namna ya kuboresha ukusanyaji wa mapato pamoja na kuimarisha utendaji wa kazi wa mamlaka hiyo. Mkutano huu umefanyika jana jijini Dar es Salaam ukilenga kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili wadau katika utekelezaji wa majukumu yao ya kikodi sambamba na kutafuta suluhisho la changamoto hizo kwa pamoja. Aidha, TRA imeeleza kuwa vikao vya aina hiyo vitaendelea kufanyika kila baada ya miezi mitatu ili kutoa nafasi kwa wadau kuwasilisha maoni yao na kujadili maboresho mbalimbali yanayohusu huduma za kodi nchini. Akizungumza katika mkutano huo, Kamishna Mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo itaendelea kutoa elimu kwa walipa kodi, kuboresha mifumo ya utoaji huduma pamoja na kuhakikisha utekelezaji wa maazimio yaliyojadiliwa unaanza mara moja. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatoachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumuondoa madarakani. Kamati hiyo inalenga kuanzia upya uchunguzi wa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutoficha wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslim zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Katika taarifa aliyoitoa kwa taifa, Ramaphosa amesema kuwa atapinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. Kesi hiyo anayonuia kuifungua Ramaphosa bila shaka itauchelewesha mchakato wa kumuondoa madarakani. Wimbi jipya la machafuko ya magenge yamepelekea mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Cité Soleil zilawamisha wagonjwa wake, na shirika la msaada la madaktari wasio na mipaka la MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo. Machafuko hayo ya magenge yalibuka mwishoni mwa wiki katika mitaa kadhaa ya mji mkuu. Polisi imesema kuwa magenge hayo yametanua operesheni zake, ikiwemo uporaji, utekaji nyara, udhalilishaji kingono na ubakaji hadi katika maeneo ya vijijini. Na serikali ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu 3 na makampuni 9 kwa kusaidia usafirishaji wa mafuta Iran kuelekea nchini China. Kampuni 4 zina makao yake Hong Kong na 4 nyingine ziko katika Falme za Kiarabu, na huku kampuni ya 9 ikiwa na makao yake Oman. Hayo yanafanyika siku chache kabla Rais Donald Trump kufanya ziara mjini Beijing, ambapo atakutana na kiongozi wa China Xi Jinping.
Kwingineko, spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Kalbah amesema jeshi la nchi hiyo liko tayari kutoa kile alichokiita funzo kwa yote atakayeanza uchokozi. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Leo kusomea habari hii naitwa Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako.